Neko kule Mashariki ya Kati sasa, nilikuuliza hapa siku moja, tulikuwa tukijadili hapa siku moja kuhusiana na uwezekano wa Marekani kumaliza vita yake na Irani. Tulikuwa tunajadili nafasi ya Israeli kwenye hili. Jana waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anasema nchi yake ipo tayari kwa lolote kuhusu Irani, hata kama Marekani itaamua vinginevyo. Wao wanaweza kuingia wenyewe. Kwa tukizungumza kwamba vipi Marekani akimalizana na Irani na Israeli itakuwa na yenyewe imekubali. Netanyahu anasema hao wako tofauti kabisa, wako tayari kwa lolote kwa Irani endapo Marekani itaamua kumaliza mzozo. Israeli hawezi kupambana na Irani peke yake. Israeli hawezi kupambana na Irani peke yake. Israeli amepambana na Hamas kwa miaka miwili. Tangu Oktoba 7 mwaka 2023 mpaka mwaka 2025, miaka miwili, mpaka ceasefire hii ya juzi ambayo ilikuwa inahusisha kuweza kuwarudisha mateka na miili ambayo imepotea katika ukanda wa Gaza. Lakini Hamas leo hii bado hapo. Sasa fikiria, Hamas ni kikundi cha kisiasa au unaweza kusema chama cha kisiasa ambacho kimekuwa kikiongoza Gaza tangu mwaka 2007 baada ya ushindi au kupunduliwa kwa ushindi wa Ismail Haniyeh. Lakini hawa Hamas ya Israel wameshindwa kuwafuta. Sasa vipi kuhusu taifa la watu 195 ambalo limetuonyesha kwenye vita limeweza kusababisha catastrophe dunia nzima, ikiwemo nchi za Kiafrika ambazo zinalia na mafuta, ikiwemo nchi za Ulaya ambazo zinalia kupanda kwa nishati muhimu, na ikiwemo ukusanyaji wa utulivu wa kikanda. Kwa sasa kauli ya Netanyahu kusema kwamba eti anaweza kuamua vinginevyo hata pale ambapo Marekani wasipoendelea na operation, ni kauli ambayo ni hadaa. Lakini kiuhalisia ni ngumu sana kwa Israel kurudi vitani bila uwepo wa Marekani. Na hiyo kauli, kumbuka, inakuja mtei baada ya Rais Trump kuonyesha nia ya kama ya kujiondoa kabisa katika vita yake dhidi ya Iran. Na kimsingi sio vita yake, ni vita ya Israel, ambaye Israel amemchukua Marekani ili akatimiza malengo yake katika nchi ya Iran. Kwa sababu ukiniambia mimi kwamba Marekani anapigana vita dhidi ya Iran, kwani Marekani ana tishio gani dhidi ya Iran? Iran ipo Mashariki ya Kati, Marekani ipo Amerika ya Kaskazini. Hilo tishio sasa la kiusalama la Marekani linatokea wapi? Maana ni kwamba ndio maana ikamuhitaji Israel kwa kutumia taasisi zake za lobbyist na kuweza kumshawishi Trump waweze kuingia vitani dhidi ya Iran. Kwa sasa tishio pekee la Marekani kwa Irani ni hicho kinachoitwa nuclear weapon. Lakini tishio pekee la Marekani kwa Irani ni hicho kinachoitwa kwamba Irani amekuwa akiingilia maslahi yake Mashariki ya Kati. Na tishio pekee la Marekani la Irani kwa Marekani ni hizo ambazo zinaitwa global order, yani nidhamu ya kimataifa. Lakini Marekani hana tishio la moja kwa moja zaidi ya kwenda kulinda maslahi yake na kwenda kumlinda mshirika wake. Kwa sasa huyo mshirika wake kijiografia ambao ni kilomita 2300 2400 anaweza kupambana mwenyewe dhidi ya nchi ya Iran? Imeonekana hapana. Na haijaonekana mwaka 2026. Imeonekana kuna vita vya uhuru 48, imeonekana kuna vita ya siku 6 mwaka 67, imeonekana kuna vita mwaka 73 Yom Kippur, imeonekana mpaka vita vya Hezbollah mwaka 82. Vita vyote hivyo Marekani na washirika wake walikuwa ni sehemu ya msingi ya kuweza kuisapoti taifa la Israeli. Kwa hiyo Netanyahu anaposema kwamba Marekani wakiamua vyote kwamba wao wataendelea operation yake, of course wanaweza kuendelea operation yake, lakini je, wanaweza kuhimili? Wote tunafahamu hapa kilichotokea vita ile ya siku 9 ambayo Trump, kwa maneno ya Trump, anasema kwamba kama yeye asingeingilia basi Israel ilikuwa inaendelea kupata hasara. Na hii vita ukitazama, Iran ameweza kushambulia maeneo nyeti muhimu ya upande wote wa pili. Ameweza kuzilipua kambi za Marekani, ameweza kusababisha janga la kikanda, ameweza kuvipiga vituo vya nishati vya Israel. Sasa tukikutana vitani, je, dunia ipo tayari kwa ajili ya kuendelea kustahimili? Jibu ni kwamba jibu ni hapana. Kwa hiyo kauli ya Netanyahu inaweza ikawa ina uhalisia kisiasa,
lakini kiuhalisia kuna medani za kivita imeonekana vile vile yanamhitaji zaidi Marekani, lakini vile vile kama vita ikianza tena vile vile Marekani hawezi kumwacha Israeli. Yani kwamba katika maeneo yote ambayo nimezungumza yani kama vita vile vile ikianza tena Marekani hawezi kukubali kumwacha nani? Israeli. Hata kama Marekani atakuwa shamaliza. Atakuwa shamaliza. Kwa sababu kama vita vikiendelea kugeuka, maana ni kwa Marekani hawezi kukubali mshirika wake hawezi fanyaje? Hawezi kushambuliwa. Yaani hawezi kuangamizwa wakati yeye anaangalia. Na hiyo kauli amesema Trump kwamba wao watailinda Israeli. Na hata ukisikiza hotuba za Netanyahu wakizungumza, wanasema kwamba sisi na Marekani na Israeli tumeshirikiana. Marekani na Israeli tumeshirikiana. Ukimsikiza Trump, mimi majeshi yangu ya Marekani na majeshi ya Israeli ya ADF tumeshirikiana. Kwa hiyo kumekuwa kuna huo ushirikiano wa taarifa za kijasusi kati ya Shin Bet, Amadi, utazama mashirika kwa mfano ya CIA, FBI na mashirika yote ambayo yamekuwa yakifanya mission ya kuweza kupeleka sabotage kwa nchi ya Iran. Kwa hiyo kwa kweli kauli ya Netanyahu kisiasa inawezekana uhalisia, lakini katika uhalisia wa medani za kivita bado Israel kupambana mwenyewe na Iran imeonekana kama ni ngumu. Sasa kwa kauli hiyo maana yake hichi ambacho kinaendelea cha kutafuta suluhisho la kumaliza huu mzozo lazima kiwashirikishe Israeli, sababu wasiposhirikishwa maana yake wakirudi wao mzigoni maana yake kama Marekani atakuwa shamaliza inabidi na yeye sasa aanze kufanya isiwe ya wazi, lakini maana yake akawa anamsaidia Israeli. Lazima na Israeli ashirikishwe kwenye kukubali kwamba hili liishi. Sasa kwa yani maana ni kwamba yani kwa mfano haya mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea maana yake mazungumzo haya yanaonyesha kwamba ni hasara kubwa kwa nchi ya Israel. Kwa sababu kama wanavyosema wao kwa mtazamo wao kwamba Irani bado ana nguvu za nyuklia, Irani bado ana ushawishi wa kikanda, Irani bado ni taifa ambalo limekuwa ni tishio kwamba linaweza kushambulia kama lilivyoweza kukipiga kisio cha Diego Garcia. Vipi kuhusu kuipiga Paris au kuipiga London? Maana kwa mtazamo wa Israel bado Iran ni tishio kwao. Sasa kama Iran ni tishio kwao, maana ni kwamba ile tunasema ule ukinzani wa kisiasa bado utaendelea kuwepo. Yaani unajua kinachotafutwa pale Iran ni kuifanya Iran kuwa kama Syria. Au kuifanya kama kuwa Lebanon, au kuifanya kuwa kama Jordan, au kuifanya kuwa kama Misri. Yaani mataifa ambayo majeshi yake hayawezi kuwa tishio kwa upande wa pili. Hicho ndio kinachotafutwa. Yaani kwa mfano hii Iran akisema kwamba mimi bwana sitakubali tena mpango wako wa nyuklia, nitaumaliza kabisa. Mimi bwana Irani sitazalisha silaha zangu mimi nitakuwa nanunua kwa Marekani na Israeli. Mimi bwana Irani nitachukua kambi za kijeshi za Marekani na Israeli zitakuwa katika nchi yangu. Yaani vita hii inaisha asubuhi. Sawa. Sasa kwa sababu haiwezi kuisha kwa sababu sasa Irani au masita yote ambao wenzako wameyakubali. Yaani kwa mfano Misri kuna kambi za Marekani, Jordan kuna kambi za Marekani, Lebanon leo tunapozungumza Irani ndo ataki hapo. Irani ndo ataki. Kwa hiyo kama mambo akikubali kama wenzake inaisha kesho asubuhi. Haya bwana, asante sana Julia kutoka Moshi Kibo, anasema nipo na nyie mpaka tamati na wafuatilia. Asante pia kwako. Anasema Mtei, hivi unaweza ukampima mtalii yeye akaleta pesa za kigeni alafu ukampime magonjwa, kwani ni hakuna vipimo? Salum Kanoni akizungumzia mlipuko ule ugonjwa wa Hanta. Ndio. Maswali yamekuwa mengi, yuko wapi Mojtaba Khamenei? Lakini jana huenda amepata jibu baada ya rais wa Irani Masoud Pezeshkian kutangaza kuwa amefanya mkutano na kiongozi huyo mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu Mojtaba Khamenei. Akizungumza jana Mei 7, rais huyo wa Irani amesema amekutana naye bila kutaja walikutana wapi, saa ngapi na lini. Ila anasema tumezungumza ndani ya saa 2. Mojtaba Khamenei. Kwa hiyo ni kauli, kumbuka, inatolewa na rais wa nchi Dr. Masoud Pezeshkian kutoka katika mkuu wa taifa hilo ambaye ni Ayatollah Mojtaba Khamenei. Na kimsingi Mojtaba Khamenei ni mzima wa afya. Sema sasa amekuwa haonekani kwa sababu ya sababu za kiusalama. Wote tunafahamu kwamba Israeli na Marekani wamekuwa wakiwalenga viongozi wa Iran. Kwa baada ya kufariki baba yake Ayatollah Ali Said Khamenei na kuchaguliwa yeye, ikaonekana kabisa kwamba, na inatajwa kwamba alishambuliwa, inaonekana kabisa kwamba
wameamua kumficha, na mbinu ambazo anazozitumia ni mbinu za kujaribu yaani hotuba zake kusomwa au sio tu kusomwa, au kama anataka kupeleka ujumbe umekuwa ni ujumbe wa barua, yani wa kizamani, kwa sababu unafahamu mifumo kwa mfano ya simu GPS vinaweza vikahakiwa. Mwaka jana ziweza kuhakiwa simu za upepo Lebanon, zikawa zinalipuka zenyewe, utazama. Kwa hawa watu wamekuwa ni mastermind kwenye teknolojia. Kwa hiyo Mojtaba Khamenei amekuwa akitaka kupeleka taarifa, anamtafuta mtu husika, kama ni rais wa nchi au spika wa bunge au mkuu wa jeshi la usalama, mkuu wa nyuklia, amekuwa akatafuta hao. Kwa hiyo kauli yake maana inaonyesha kwamba ni mzima, lakini sababu za kijasusi zimekuwa zikisema kwamba lazima aweze kuonekana hadharani. Tangu yale mashambulizi ya Februari 28 mpaka leo, tangu baadaye kifo cha Khamenei baba yake na akateuliwa yeye, hakuna sauti wala video wala picha ya current ya Mojtaba Khamenei. Huo ndo ujasusi wenyewe, kujilinda kwenye hata picha kwamba Rais Pezeshkian amekutana na Mojtaba hawa hapa bila kujua ni wapi kabisa, kwa sababu ukitazama wa Iran wamekuwa wakifanya makosa makubwa sana ya kijasusi hata kihistoria, kwa sababu haya mashirika kwa mfano ya Mossad yamekuwa yakiinvest kwenye taarifa, kwamba wamekuwa wakisema kwamba kiongozi kwa mfano Ayatollah Khamenei atakuwepo hapa. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi fanye kushambuliwa. Kwa sasa hawa ambao wameingia wapya wamesema hapana, hatuwezi kufanya makosa ambayo wenzetu waliyafanya na kimsingi yakagarimu maisha yao. Kwa hiyo washaamua kufanya wao sasa hivi ni kuweza kumficha kiongozi wao. Unafahamu kwa mfano kipindi ambapo wanashangilia wanakumbuka majeshi ya Quds, alionekana Ali Larijani ambaye alikuwa ni katibu wa Baraza la Usalama la Taifa. Siku mbili baadaye akauawa. Lakini vile vile huyu Ayatollah Khamenei alifanya kikao na kamati yake ya ulinzi wa taifa wakiongozwa na katibu mkuu ambaye alikuja kurithiwa na Ali Larijani ambao ni Ali Shamkhani. Wote walifariki kwenye kikao kile pale kizima ambacho cabinet zaidi ya watu 8 hadi mkuu Ayatollah Khamenei, katibu wa usalama, waziri wa ulinzi, mkuu wa atomic wa nuclear, mkuu wa jeshi la Quds ambaye kidogo inaonekana kwamba alitoka kwenye kikao ndo alikosakoswa hapo. Kwa sasa hawa wakasema kwamba jamani, kwa hali jinsi ilivyo hatuwezi kuruhusu tena kuweza viongozi wetu hapa waweze kushambulia. Kwa hiyo kwa kweli sasa hivi anachokifanya Mojtaba ni kujaribu kutoa hotuba kutumia televisheni ya taifa. Anaandika hotuba, inapewa kwenye televisheni ya taifa ya Irani, inasomwa. Watu wamekuwa kijiuliza sasa basi tuone ka clip amekaa hivi anazungumza tusijue ni wapi. Kuna viongozi wengine wakijifichaga huwa wanatoa sasa. Tukijiuliza mpaka sasa hivi Irani imewalipa kwa sababu mtu ambaye anaongoza sasa hivi taifa haonekani kuna macho ya wazi. Maana kwa imewalipa, kuna mazungumzo imewalipa, inaonekana maandishi yake imewalipa, kuna umoja wa kitaifa imewalipa, imeongeza spirit. Lakini zaidi sana imepelekea sasa kwa upande wa pili kuto kujua, na yeye anasema Trump kwamba haelewi Irani inaongozwa na nani. Trump ashia kusema. Sawa bana, muda wetu umekimbia kweli kweli. Nikupe tu update. Waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesafiri hadi Vatikani jana Alhamisi, ambapo anakutana na Papa Leo wa 14, kiongozi wa Wakatoliki duniani. Hii unaweza kuwa mkutano wa kusawazisha yale mabishano ya Papa na rais. Ilikuwa ni mabishano ama ilikuwa ni kupishana kwa hoja? Yes kabisa. Papa Leo aliweza kumpinga Trump waziwazi na kusema kwamba vita yake ambayo ameanzisha dhidi ya Iran ni vita ambayo ndio kukiuka misingi yake za binadamu. Na baada ya pale tukamsikia Trump akasema kwamba hapendezwi na matamko ya Papa, mara bila yeye Papa Leo asingekuwa Papa. Kwa sasa hiyo ziara yake inatajwa kwamba ni ziara ya kwenda kusawazisha uhusiano wa kidiplomasia. Tukumbuke vile kwamba Papa Leo ni Mmarekani, Trump naye ni Mmarekani, lakini katika hadhi Papa Leo amekuwa anaongoza kanisa Katoliki ambao ni kanisa mashuhuri katika historia ya dunia. Na inasema vile vile kwamba hamna kiongozi kwenye historia ya Marekani ambaye alishawahi kushindana katika kanisa Katoliki akaweza kutoboa. Bwana, tukirudi itakuwa ni muda wa wino mzito. Endelea kutuandikia maoni kupitia 0683802966. Tupo live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio, lakini pia unaweza kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Mimi naitwa Exaudi Mtei, Godfrey Mchungu yuko hapa leo.